Somo la waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi. Roho wa Mungu anakaa ndani yenu, ninyi hamfuati mwili bali mwafuata Roho. Lakini mtu
awe yote isipokuwa na Roho wa Kristo, huyo si wake. Lakini ikiwa Roho wake yeye aliyemfuata Yesu katika wafu anakaa ndani yenu, yeye aliyemfuata Kristo Yesu katika wafu ataihuisha miili yenu iliyo katika hali ya kufa kwa Roho wake aliyekaa ndani yenu. Basi kama ni hivyo, ndugu, tuenende si wa mwili, tuishi kwa kufuata mambo ya mwili. Kwa maana kama mkiishi kwa kufuata mambo ya mwili, mwataka kufa, bali kama mkiyafisha matendo ya mwili kwa Roho, mtaishi. Neno la Bwana. Wakati ule Yesu alijibu akasema, nakushukuru Baba, Bwana wa mbingu na nchi, kwa kuwa mambo haya uliwaficha wenye hekima na akili, ukawafunulia watoto wachanga. Naam Baba, kwa kuwa ndivyo ilivyokupendeza mbele zako. Akasema, nimekabidhiwa vyote na Baba yangu, wala hakuna mjuaye Mwana ila Baba, wala hakuna mjuaye Baba ila Mwana, na yote ambaye Mwana apenda kumfunulia. Njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kuelemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Jiteni nira yangu mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, na mtapata raha nafsini mwenu. Kwa maana nira yangu ni laini na mzigo wangu ni mwepesi. Neno la Bwana. Ndugu zangu, tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Dominika Jumapili ya 14 ya mwaka. Tumshukuru Mungu kwa siku ya leo. Tumshukuru Mungu kwa Jumapili hii, Dominika hii. Tumshukuru Mungu kwetu katika nyumba takatifu, yaani hekaluni, kanisani. Tunaalikwa sasa tukatafakari ujumbe wa leo ambao ni mwendelezo wa ile Jumapili iliyopita au Jumapili iliyopita. Jumapili iliyopita, kama mnakumbuka, tulielekezwa na kufundishwa ujumbe kwamba ukarimu unalipa, na tuliona yule mama ambaye alifanya ukarimu kwa mgeni asiyejua, kumbe alikaribisha malaika. Yule mama alikuwa na matatizo, changamoto kubwa katika familia, mojawapo ya kukosa uzao, kukosa watoto. Lakini yule malaika, yule mjumbe aliletea habari njema, akaonyesha ukarimu wake kwa mgeni, na mgeni akamkarimu, akamsaidia, akamwahidi kupata mtoto ambaye kwa muda mrefu alikuwa anatamani, anaomba. Ukarimu unalipa. Na tukafundishwa, tukaelekezwa na wewe ili kwa mkarimu. Kwa mkarimu kwa Mungu, kwa mkarimu kwa kanisa na kwa majirani, kwa mkarimu kwa marafiki, utaona matokeo mazuri sana. Wengi walikuwa wakarimu wamefanikiwa. Leo Yesu anatuambia tena na kuambia tena kwamba leo kwa unyenyekevu unalipa. Unyenyekevu unalipa. Unalipa leo tu unyenyekevu. Unyenyekevu ni yule mtu
mcha Mungu. Mnyenyekevu ni mtu ambaye amejaa upendo. Mnyenyekevu ni yule ambaye ana ufahamu, anaelewa. Mnyenyekevu ni yule mwenye hekima, mwenye busara. Mnyenyekevu ni mvumilivu. Mnyenyekevu ni mkubwana. Mnyenyekevu akati tamaa. Mnyenyekevu ana heshima. Mnyenyekevu ana utii. Kuna vitamia na sifa nyingi za unyenyekevu. Matokeo makubwa ya mnyenyekevu ni mafanikio. Matokeo makubwa ya mnyenyekevu ni kwa sababu mnyenyekevu anajua kusoma alama za nyakati. Mnyenyekevu anajua kuishi na watu. Mnyenyekevu anajua ndugu zangu wanapigana niishi naye vipi. Mnyenyekevu ni mtu wa kujishusha, wa kujishusha. Mnyenyekevu sio mtu wa kutafuta makuu, sio kwa kutafuta sifa au maarufu au ukubwa. Mnyenyekevu anapata cheo, anapata mamlaka kwa mpango wa Mungu na kwa tabia yake. Na leo tunalipa kila mmoja ajitahidi kuwa mnyenyekevu. Yesu mwenyewe leo anatuambia yeye ni mnyenyekevu. Anatuambia kabisa, kwa kuwa mimi ni mnyenyekevu, mimi ni mpole na mnyenyekevu kwa moyo. Yaani mwana wa Mungu mwenye cheo, mwenye mamlaka, mwenye kila kitu anajinadi kwamba yeye ni mpole na mnyenyekevu. Na sisi naitwa Wakristo, unaitwa Wakristo, unapaswa kufuate tabia, mwenendo wa kiongozi wako Yesu, kwa kuwa mpole na mnyenyekevu. Utaona matokeo mazuri ya kuwa mnyenyekevu. Wengi waliofanikiwa walikuwa nyenyekevu. Waliofanya mtihani walikuwa nyenyekevu. Waliopanda vyeo walikuwa nyenyekevu. Huwezi ukapata ufaulu mzuri kama wanafunzi au wanachuo kama sio mnyenyekevu kwa mwalimu wako, kwa walimu wako na kwa shule. Ukitaka upate ufaulu mzuri siku zote lazima uonyeshe unyenyekevu kwa wazazi, kwa walimu. Kufuata sheria na kanuni za shule za chuo ni unyenyekevu. Wengi walifanya hivi wamemaliza vizuri masomo yao, na sio kumaliza tu kwa tofauti, maana walifuata mwalimu ili kamwambia wazazi wamesema nini. Sehemu za kazi wengi walikuwa wanyenyekevu kazini, wamepata heshima tena, wamepata cheo, wamepata hata na posho na mshahara kupanda. Kwa hiyo siku wakubwa wako wanaangalia jinsi unavyotenda kazi, ulivyokuwa na nidhamu, ulivyokuwa na heshima, unavyowajibika. Maana mnyenyekevu anawajibika hivi. Jamii yenyewe tunakuinua. Jamii yenyewe kusalia. Watu wanapata vyeo. Mishahara imepanda. Na mnyenyekevu mpaka wameweza kumaliza kazi zao ofisini sana. Angalia hapo sio nyenyekevu. Angalia hapo sio nyenyekevu. Yale wakati. Ukina mfano mkiana. Wameshirikiana. Wameacha shule. Wameacha masomo. Wengine wakati kazi. Wengine cheo bila kupata kashu. Wengine hawakusafu vizuri. Wengine kushukuru kuongezeka kwa shamba. Watu tunayo tunaona yanayotokea katika nchi yetu. Unakuwa kiongozi, unapishana mkubwa wako. Kama mkubwa wako ameenda tofauti na maoni yako, mawazo yako, tunaanza
namna nzuri ya kumfuata, ya kumsaidia, lakini sio kumsema mbele za watu, sio kumtukana, sio kumwaibisha. Ni wazi mkubwa wako kusia habari hiyo atakushusha cheo, maana auendani naye, hamko pamoja. Yote alikusa unyenyekevu, maana alikusa unyenyekevu na kusa pia busara, na sio tu busara, hekima. Leo tunaambiwa sisi mafanikio mojawapo ni unyenyekevu. Unyenyekevu unalipa sehemu yote, hata kwenye biashara. Ukiwa mnyenyekevu kwenye biashara, hakika utapiga tu, bali utakuwa unaelewa, unafahamu namna gani ya kuwapata wateja, kuwavuta wateja. Kama kuna unyenyekevu kwenye biashara, unajua unapata faida kwa sana, unachukua hatua haraka. Lakini kama hiyo ya juu, mtaji unakata, wateja wanafukuza. Na kama unachukua mkopo, ndio hivyo tena, mkopo unaangalia, unafilisika, huku unadaiwa. Ndio mwanzo wa kuuza mpaka kitanda, kuuza kabati na vitu vingine. Ni kukosa unyenyekevu. Lakini ukiwa mnyenyekevu, kwenda kupata, bali mnyenyekevu anaangalia mbali, anaangalia hasara inayokuja na faida inayokuja, afanye. Kwa tabia yako mbaya, tabia yako ajabu, na kukimbia, unashangaa kwa nini watu kuja kununua vitu kwako. Mdomo wako, maneno yako, mwenendo wako, au mtindo wako, tunakosa wateja na biashara ni wateja. Kosa wateja utajipaje na tatu. Ndio maana unaona produzi zimefungwa. Produzi zimefungwa. Watu walianza wameshinda. Niyo tu kukosa unyenyekevu. Tuseme mbali unyenyekevu kwenye familia, kwenye ndoa unalima. Unyenyekevu kwenye familia, kwenye ndoa unalima. Mama ukiwa mnyenyekevu kwenye familia, kwenye ndoa, utafaidi matunda ya ndoa. Matunda familia. Ukiwa mnyenyekevu, ukitambua nafasi ya baba, ukitambua nafasi ya mume wako, ukampa heshima yake. Bwana sikupenda. Unyenyekevu kwa mume wako. Ni wanaume wachache sana wasioelewa hiyo, waliochanganyikiwa. Lakini mwanaume mwenye hekima, mwenye busara, anatambua huyu mama huyu anamheshimu, atamjali, atamhudumia, atamfanya na mama atapata furaha, atapata amani. Halikadhalika baba mnyenyekevu anabarikiwa sana, anapendwa na mke wake na watoto, kwa sababu anajua wajibu wake afanye nini. Baba ambaye ananyenyekevu au mama ambaye sio mnyenyekevu, unamwelekeza aelewi, unamwambia aelewi, anaendelea vile vile. Unajua katika dunia hii ukipata mtu anakuja anakushauri, mtu anakupa maoni, mshukuru Mungu, huyo ni mjumbe wa Mungu, kama ile mjumbe aliyekwenda kwa mama yule aliyekosa mtoto. Ukipata mtu anakujia kwa heshima, anapeka kitako nafasi, anaongea na wewe, unajua mama, unajua baba, kuna moja mbili tatu, unajua ni nani. Alafu wewe unamdharau, wewe unakuuzia, unamjibu majibu mabaya. Sio haki, sio haki. Ni kukosa unyenyekevu. Ukiwa mnyenyekevu, ukiona mjumbe wa Mungu anakuja, anakushauri, anakuongoza, mshukuru Mungu, na huyo ametumwa na Mungu kwako. Usimfukuze. Unakupatia maneno mabaya ya
ya kumkasirisha zaidi, kumuumiza zaidi. Na kama ni jambo libaya, acha. Kama unajua mwenendo huo, tabia hiyo, wewe baba, tabia hiyo mama mbaya, acha. Mtu anakuelekeza, anakwambia, anakushauri, tuna wengine na bahati mtakuwa imani kwako, anakuta sehemu kwa kuwa anakupenda. Angalia baba, mama, angalia wewe mshupavu, wewe unakwenda tena unamuzi zaidi, niondokee, toka, wewe mchukuzi, wewe nani? Hapana, Mungu anatumia watu bado mbali kuja kwako. Sio soje padri, sio maaje mwenye kichogoza kwa parokia, anaweza akawa jirani yako akafuata na maisha kwa sababu unaambiwa hiyo mama, unakuja juu tena, unaongeza zaidi, unakuwa jeuri zaidi, unajipunguza heshima yako wewe mwenyewe, unaharibu jina lako na familia. Pokea ujumbe ulioletewa na mtu wa Mungu. Mtu wa Mungu sio lazima padri au askofu. Mtu wa Mungu anasema rafiki yako, jirani yako, mtu yoyote. Tena wakati mwingine si hata dini yako, dini nyingine kabisa, atoe nafasi anafanya. Mshukuru Mungu, kwa Mungu asante sana, kwa kuwa wewe huwezi ukajiona kama mwanadamu. Unaweza kuwa unadhani unafanya mazuri tu, kumbe unafanya mabaya. Unawauzi unamuuzi mume wako, unamuuzi mke wako, unauzi familia, unauzi jumuiya, unauzi kanisa. Hebu kuwa mnyenyekevu, tuwe tayari kujirekebisha. Usionyeshe kiburi kwamba wewe unajua, wewe kiboko, wewe nani. Haipendezi, haipendezi kubwa katika maovu. Watu wasifika katika uovu, wanasifika katika mema, katika mazuri. Leo tunataka unyenyekevu na nini? Hakika angalieni baba mwenye unyenyekevu alifanikiwa, au mama mwenye alifanikiwa. Angalia wazazi wao wanyenyekevu, sio kwamba hawakosei, wanakosea, wanaanguka kama wanadamu hapa na pale, lakini unyenyekevu unawainua. Kuna mtu mzuri kana kwa baba ndoto kwa mama, kwa sababu walikuwa wanyenyekevu. Lakini angalia hao wao, hata tuanje hawa uwezi kukuta wanatembea pamoja, uwezi kukuta wanatoka pamoja, uwezi kukuta wanakula pamoja, kila mmoja kivyake, lakini wanaiba nzuri, kila kile sio moja mbili au tatu, lakini hawana amani. Mungu asiwe hivi. Hata kuja kanisani au mke wangu, mume wangu tuje kanisani, hawezi kupunguza na Mungu, hawezi kupunguza na Mungu. Mama anatoka bodaboda yake, baba bodaboda naye, gari wanaye, lakini mama hapa ni gari, anakuja na bodaboda. Unajua tu hapa kuna tatizo. Kwa nini muonyeshe watu wengine matatizo yenu hakukufika? Basi kicheni basi. Hebu fikiria, unaweza mtao bodaboda, unamchukua mke mwingine mpaka kwa bodaboda. Hivyo unaweka nini? Unakuja kanisa, unamwacha mke wako na atoe. Mbona ni bodaboda? Au kujigalia. Kigerea kumepata watu wengine. Bodaboda kumepata watu wengine. Na lazima mshaambiwa wewe, angalia mwenendo. Angalia je. Kwa nini unapandisha bodaboda mtu mwingine? Na wewe kwa nini unapanda bodaboda mtu mwingine wewe?
unamwendea kabisa mke mwenzangu. Usialemie familia, ongea na mume wako, ongea na mume wako, usiongee na mimi. Naongea na mke mwenzangu, ongea na mume wako. Ukiona una shida wewe, sasa una shida gani? Una shida, jirekebishe. Tumsifu Yesu Kristo. Nyenyekevu. Mama zetu Yesu Kristo, tuwa nyenyekevu. Ukifuata, ukielekezwa, ukiimba, ukiweka kikao, sikiliza, hii ni sauti ya Mungu. Usitegemee malaika. Malaika ni Mungu aliyekujia. Usimtese wenzako wala wenzako. Useme nimefuatwa. Huwezi kukataa. Huwezi kukataa. Yaani ukifuatwa tu huwezi kukataa, huwezi kukataa. Unajua huyu. Unajua kabisa huyu ana mke wake. Na unajua kabisa. Alafu ndio. Huwezi kukataa. Mimi nauliza huwezi kukataa. Huwezi kukataa. Unyenyekevu, unyenyekevu, unyenyekevu. Kwa kufanya hivyo unajaribia maisha yako na vita. Wewe unafanya wewe na namna hiyo. Inafika wakati wote wanakushiki. Wote usiombe tu wako kushiki. Kwa jamii. Yaani kukataliwa. Kukataliwa kubaya kunauma. Sasa jamii inakukataa. Inafika wakati kuna familia inakukataa. Utakuwa mgeni wa nani? Angalieni Yesu mwenyewe na Mungu alikuwa. Yesu mwana wa Mungu alikuwa mgeni. Akawa mgeni. Akajishusha. Wakamsema, akajishusha. Akawa mvumilivu. Akafika Kalvari, akakomboa ulimwengu. Tumekombolewa kwa hiyo unyenyekevu wa Yesu. Mwongeni kwa Maria. Ni mama aliyesema sana. Ni mama aliyesema sana. Hajaolewa. Alisema amepata mimba nje ya ndoa. Amesema, lakini yeye alikuwa nini? Mnyenyekevu. Hata ukisema, hata ukisimama tu, utaonekana wewe mshamba. Wewe unaonekana mshamba mbele ya Mungu. Lakini usiwe tukuli. Kwa tumuge Yesu, tumuge Maria, na tuone watakatifu wote waliofanikiwa kwa ajili yetu. Walikuwa kwa dhambi bana. Walikuwa kwa dhambi kuliko tunasema kwa mwenyewe. Lakini wakabadilika, wakabadilika. Kina Paulo walikuwa wabaya, wauaji hao. Lakini baadaye wakasikia sauti ya Mungu wakanyenyekea. Sawa kama Paulo sakanga zaidi. Akina Agustino walikuwa wabaya, wahuni kupindukia. Walikupitia maombi, sala za mbaki Monica. Akashuka akawa kijana mzuri, akawa pale, akawa askofu, akawa mtakatifu. Hata wewe habari jamani, hata wewe unao nafasi kwa mtakatifu. Hata wewe hata za mtakalo tena makosa yote tena ikoje binadamu.
ukiwa nyenyekevu, ukitambua makosa yako, ukaacha makosa yako, ukajitahidi kuacha makosa yako, na wewe nafasi ya Mtakatifu unayo na Roho Mtakatifu. Sio tu Mtakatifu Agustino au Paulo, na wewe waweza kuwa mtakatifu pamoja na madhambi yako yote, ukiamua kwacha, ukiamua kujirekebisha, ukiamua maisha mapya, ukifanya ushauri, ukifanya maoni, kuwa laiki, utaona watoto fulani. Ndio maana Yesu wa kwanza tunaambiwa leo, tunaambiwa leo somo la kwanza, furahi sana binti Sayuni, piga kelele binti Yerusalemu, kwa kuwa mfalme wako anakuja mwenye haki, anakuja mnyenyekevu, amepanda punda, mwana punda, mtoto wa punda. Silaha zote za vita zilikuwa pembeni. Furahi moja, furahi na wewe, sio binti Sayuni, binti Chalinze, baba wa Chalinze, baba wa Chalinze, mume wa Chalinze. Wokovu umeandaliwa kwa ajili yako. Sali, fanya utume, jitume, jenga kanisa, utaona furaha yako inaweza. Tumsifu Yesu Kristo.